Iran imeweka masharti sita ambayo Marekani inapaswa kuyatimiza kabla ya Tehran kuruhusu tena meli kupita kwa uhuru katika mlango wa bahari Hormuz, huku mzozo kuhusu njia hiyo muhimu ya kimataifa ya usafirishaji wa mafuta ukiingia katika hatua mpya ya mazungumzo ya kidiplomasia. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran, Mohammad Bagher Zolgadri, amesema Tehran haitafungua tena mlango wa Hormuz hadi Marekani ikubali masharti yaliyowekwa, kauli ambayo inaweka wazi kuwa ufunguzi wa njia hiyo hauwezi kutenganishwa na masharti mapana ya kisiasa na kijeshi yanayohusiana na vita na hatua za Marekani dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa Zolgadri, masharti hayo yanahusisha kupunguzwa kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran, kulipwa fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita, kusitishwa mara moja kwa kizuizi cha majini kinachozuia au kuathiri shughuli za bandari za Iran, kuondolewa kwa vitisho dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, pamoja na kuachiliwa kwa mali za Iran zilizogandishwa nje ya nchi. Masharti hayo yanaonyesha kwamba Tehran inataka suala la Hormuz liingizwe katika makubaliano mapana zaidi yatakayoshughulikia pia masuala ya kiuchumi, kijeshi na kiusalama. Mlango wa Hormuz una umuhimu mkubwa kwa uchumi wa dunia kwa sababu ni moja ya njia kuu zinazotumiwa kusafirisha mafuta na gesi kutoka eneo la Ghuba ya Uajemi kwenda masoko ya kimataifa. Kwa hiyo mvutano kuhusu ufunguzi wake umeendelea kusababisha hofu katika masoko ya nishati, sekta ya usafirishaji wa mafuta na nchi zinazotegemea uagizaji wa nishati kutoka eneo hilo. Kauli za Zolgadri yanakuja wakati ambapo Iran na Oman zimekuwa zikifanya mazungumzo kuhusu namna ya kuanzisha utaratibu mpya wa kuruhusu meli za kibiashara kupita tena katika mlango wa Hormuz. Pande hizo zimeeleza kuwa mazungumzo yaliyofanyika kwenye kipindi cha hivi karibuni yamekuwa chanya na yenye kujenga, jambo ambalo linaibua matumaini kwamba suluhisho linaweza kupatikana bila kuhitaji hatua za kijeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema mazungumzo hayo yamefikia hatua za mwanzo, lakini amesema kuwa kufikiwa kwa makubaliano hakutamaanisha kwamba mlango Hormuz utafunguliwa mara moja. Kwa mujibu wa Araghchi, utekelezaji wa makubaliano utategemea masharti mengine ambayo bado yanahitaji kukubaliwa na kutekelezwa. Hilo linaifanya kauli ya Mohammad kuwa muhimu zaidi kwa sababu inatoka kwa kiongozi wa ngazi ya juu ndani ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, taasisi yenye jukumu kubwa katika maamuzi ya kimkakati kuhusu usalama wa taifa na sera za kijeshi za Tehran. Kwa hiyo masharti yaliyotaja yanaweza kuonyesha msimamo wa sehemu muhimu ya uongozi wa Iran katika majadiliano yanayoendelea kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Siku moja kabla ya kauli hiyo, ripoti Axios ikimnukuu mwanadiplomasia kutoka nchi zinazohusika katika juhudi za upatanishi ilisema wajumbe wa Iran walikuwa wakisubiri idhini ya mwisho kutoka Baraza Kuu la Usalama wa Taifa ili kukamilisha makubaliano yaliyokuwa yakijadiliwa na Oman pamoja na Marekani. Mwanadiplomasia huyo alisema idhini hiyo ilitarajiwa kutolewa hivi karibuni. Taarifa hii iliongeza uzito wa swali kuhusu nani hasa atakayetoa uamuzi wa mwisho upande wa Iran. Kwa kuwa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa lina nafasi muhimu katika masuala ya usalama na sera za kimkakati, uamuzi wake unaweza kuamua ikiwa makubaliano yaliyofikiwa katika mazungumzo ya kidiplomasia yataanza kutekelezwa au yatahitaji majadiliano zaidi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.